Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu ya murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, leo tukiendelea na kuwasoma wanafalsafa wa Kiislam, tuamalizia na Ibn Sina. Ibn Sina ni mwanafalsafa mkubwa maarufu. Man huwa Ibn Sina? Ni nani Ibn Sina? Ibn Sina huwa Sheikhu Rais, ni shekhe rais. Hii ni lakab katika lakab za Ibn Sina. Abu Tibb al-Bashari, ni baba wa matibabu ya kibinadamu. Ili pia ni lakab alopewa, yeye ndo baba wa matwabibu ama wa utwabibu wa kibinadamu, kwa sababu huku mbele tutaona kwa nini apewe lakab kama hili, si bure bure. Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah, ambaye kunia yake kama mwanamume ni babake Ali na jina lake ni Husayn ibn Abdullah ibn al-Husayn ibn Ali ibn Sina al-Balkhi al-Bukhari, na ametoka maeneo mamoja na al-Imam al-Bukhari. Wulida bi ihda qura Bukhara, alizawa Ibn Sina katika mojawapo ya vitongoji vya Bukhara, ambayo kitongoji alichozawa ni Afshona katika Uzbekistan. Bukhara iko Uzbekistan. Ama 370 hijriyata, katika mwaka wa 370 wa hijra, almuwafiqu, ulwafikiana na ama 890 miladiyata, na mwaka wa 800 sanata 980 miladiyata, na mwaka wa 980 wa tangu kuzawa Nabii Isa. Watuufia bihamadhana, na alitawafishwa Hamadhan. Hamadhan iko Iran. Ama 428 hijriyata, katika mwaka wa 428 wa tangu kugura Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almuwafiqu, ulwafikiana na ama 1037 miladiyata, na mwaka 1300 na mwaka 1037 tangu kuzawa Nabii Isa, yani wa kizungu. Kwa hivyo huyu ndio Ibn Sina, kuzawa kwake na kufa kwake. Atkhana fil ashirati min umrihi ilma al-Qur'ani. Atkhana, alizatitisha. Kuzatitisha ni kufanya kitu kwa namna ya uhodari wa hali ya juu, kwa namna ya usawa unaotakikana wa hali ya juu. Itqan, kuzatitisha, kufanya kitu kwa experience kabisa na weledi wa hali ya juu. Sasa fil ashirati min umrihi, atqana fil ashirati min umrihi ilma al-Qur'ani, alizatitisha katika miaka 10 kutokana na umri wake ilma al-Qur'ani, ilmu ya Qur'an. Alikuwa ni hodari katika ilmu ya Qur'an, kwa kuhifadhi, kwa kuelewa kuwa hii aya eleza nini, yapendelea nini. Wal adaba, na alikuwa adabiyat, adab yuko hodari.
ilmu ya adab, ambayo ilmu ya adab ni ilmu ya angazia. Ukimsikia mtu yuasifiwa huyu ni adabi, si kuwa ana heshima, ni hodari katika lugha, ni hodari katika sarfa, ni hodari katika ishtiqaqi za vilma, ni hodari katika arudhi, ni hodari katika kujua kafia, arudhi, mambo ya mashairi hayo, kutunga na kutoa zile bahari, kuzielewa bahari hii ni kadhaa, bahari hii ni kadhaa, zote 17 uwe wazijua. Ndo kuwa hodari katika arudhi na kafia kuzijua. Na kujua vile vile alikuwa hodari. Al-adab iko al-balagha hapo ndani, maani, ujue bayani, ujue badi', inshai, ujue yote ni katika nini? Balagha na muhadharat, namna ya kuzungumza mbele za watu. Wewe ukiwa na mamlaka haya ama na malaka hii, wewe utaitwa al-adabi. Nahau iko hapo ndani. Sasa ukiwa na huu uwezo, wewe ndio utaitwa al-adib. Ama mtu ukisikia yuasifiwa na huyu ni al-adib, maana yake ni hodari kwa haya. Nahau humtoi, balagha, sarfa, arudhi na zote ambazo zahitajika. Khatwi pia iko katika adab. Sasa yeye katika miaka 10 alikuwa zote hizo ashazielewa kwa hali ya juu. Wa usula dini, na mashina ya dini alikuwa yajua, masala ya aqida hizo na fiqhi wal hisaba, na alikuwa ni mwenye kuzatitisha katika hisabu. Hisabu ni riyad ama riyadhiyat, wal jabra, na hisabu za aljebra pia ni aina ya hisabu zataka uhodari katika kuzielewa. Thumma almantiqa, kisha mantiq pia alikuwa ni hodari katika mantiq, ambao mantiq ni sehemu katika vigawanyo 4 va falsafa, metafizikia na paka kufikia katika mantiq na fiqhi wal fiqha, na alikuwa ni mwenye kuzatitisha katika fiqhi, yuelewa fiqhi kwa vigawanyo vyake na masala yake ya kifiqhi. Wa kana nadira ta'asrihi ilman wa dhakaan, na alikuwa ni nadira ama ni mtu nadira. Nadira ni mtu mara chache kupatikana, siku hapatikani kwa rahisi. Nadira ni kitu ambacho hakipatikani kwa wepesi. Yeye alikuwa ni nadira wa zama zake, ilman, kiilimu, tamizi hiyo, wa dhakaan, na kiwekevu. Alikuwa na bongo la kushika kweli kweli na akili ya kuzaliwa. Dhakaan ni wekevu, akili ambayo uwe umezaliwa nayo, kando na ile kuwa umesoma na we mwenyewe una akili. Hii ndio mtu dhakaan, dhaki. Wafaka fi ilmi tibbi, na akakalia juu fi ilmi tibbi lilawaili, katika ilmu ya tiba, lilawaili, kwa mambo ya mwanzo mwanzo. Kuna vitu vya mwanzo mwanzo katika ilmu ya tiba, yeye ndo alivyovianzisha, wengine walipata kutoka kwake. Wa huwa, naye Ibn Sina, awwalu man iktashafa adwa sili, ni wa mwanzo aliovumbua adwa sili, mwambukizo wa kifua kikuu. Adwa sili ni utwa wa kifua kikuu ambao ni TB. Yeye ndo wa kwanza kuvumbua ugonjwa wa TB kuwa waambukizana kwa njia fulani kwa njia fulani.
awwalu man iktashafa adwa silli wadudatal ankylostoma na mabombwe ama minyoo ya matumbo. Yeye ndo wa kwanza pia kuvumbua minyoo ya matumbo, kuwa haya matumbo yana minyoo ambao allati tusabbibu lilinsani faqra dami, wale minyoo ama yale mabombwe ama wale wadudu wenye kusababisha kwa mwanadamu faqra dami, upungufu wa damu, shortage of blood, kuhitajia damu kwa mwanadamu. Baada ya muda fulani anakuwa ni damu yake imepungua. Yeye ndo wa kwanza kuvumbua. Wa huwa awwalu man iktashafa wa maradha al-yarqani, na yeye ndo wa kwanza kuvumbua maradhi ya mandano ama manjano, yellow fever wa maradha al-yarqani, na maradhi ya manjano ama mandano ama safura. Kiswahili kile cha asili wanaita safura. Safa bimaana sufra, umanjano. Wa huwa awwalu man alaja maradha sukari, na yeye Ibn Sina ndio wa kwanza kutibu maradhi ya sukari ama kisukari, maradhi ambayo kwa zama zetu yamechukua nafasi kubwa katika kuangamiza na kupeleka mbio mujtama wetu, maradhi ya kisukari. Kama stakhdama tahdira walhaqna bilibri tahta aljildi, kama vile alivyoweza kutumia kufisha ganzi na sindano kwa kudunga chini ya ngozi. Yani yeye pia ndio alioweza kuleta fikra ya kuweza kumdunga mtu sindano ukamtia dawa ile ikasababisha kufaganzi mwili wake, na ama kama pana dawa wataka kumtia ukamtia kupitia ile sindano. Yeye ndo wa kwanza kutumia atahdira, kufisha ganzi mwili, walhaqna bilibri tahta aljildi, na kutumia bomba la kudunga sindano chini ya ngozi, zile ambazo tunaona hospitali katika mahospitali kuna vile vifaa kama plastiki na nini. Yeye ndo wa kwanza kutengeneza zile, na pana ugonjwa paka ufishwe ganzi, ndo atahdir, kushusha ama kupoteza hali ya kuhisi kwenye mwili, kuhisi uchungu. Lau anao huyu Ibn Sina kutubun kathiratun, zuo zingi, ana vitabu vingi. Minha, miongoni mwavyo, kitabu Shifai fil Hikmati, ni hichi kitabu Shifa fil Hikma, ambacho kitabu hichi kimetukua takriban karne 7 kikiwa chatumika ni kama marji' makubwa ya ilmu ya tiba. Yani matabibu wote walikuwa wakiregea katika kitabu hichi cha Ibn Sina kwenda kuhakikisha yale ambayo wameyaona ni matibabu kwa karne 7, yani ni miaka 700. Wal Qanun fi Tibbi, na kitabu cha Qanun fi Tibbi, kitabu hichi pia kimetukua nafasi kubwa na ni umda, ni nguzo fi ta'limi hadha alfanni, katika kujifundisha fani hii mpaka kutokea wakati wake mpaka katikati mwa karne ya 17, ambayo Waamerika katika jamia zao za tiba walikuwa wakitegemea hichi kitabu cha Al-Qanun fi Tibbi wal Isharat, na ana kitabu cha Isharat.
wa ghairuha, na vinginevyo visokuwa hivi. Huyu kwa wasifa kama huu, kwa kazi kama hizi, ndio akapewa jina la lakabu huko juu mwanzo tumemsoma kwa jina la Abu Tibbi, baba wa matibabu. Manake walokuja nyuma wengi wamepita kwake yeye ni kama baba yao. Na wale Waingereza algharbiyuna, wazungu, samau biamiri atibba, wanamtambua kama amirul atibba, amiri, kiongozi wa matabibu. Kati ya hawa wengine wakimtambua kama Sheikh Rais, kama Sheikh Rais, na pia yajulikana kwa Abu Tibbi, ambayo ana haki kuitwa hivyo fil usuri al-wusta, katika zile zama za kati. Alikuwa ukitaja tu Abu Tibbi watu wanajua ni Ibn Sina. Wakad alafa, na hakika ametunga huyu takriban 200 kitaban, zuo 200. Hapa tumetaja vitatu, lakini vitabu vyake takriban alivyovitunga ni 200 fi mawadhi'a mukhtalifa, katika maudhui mbalimbali. Lakini vingi katika alivyovitunga yurakizu ala alfalsafa wa tibb, amerakiz katika falsafa na matibabu. Na huhesabiwa huyu Ibn Sina awwalu man kataba an tibbi fil alami, ndiyo mwanachuoni wa kwanza kuandika kitabu kuhusiana na matibabu katika ulimwengu mzima. Kwa sababu sio kwa hakuna matibabu, watu walikuwa kidogo na ubinafsi kutoa zile ilmu, lakini yeye ndio wa kwanza kuandika kitabu chenye kufundisha utabibu na kuzungumzia utabibu katika ulimwengu. Na alipata manhaj, walaqad ittaba'a nahja minha au uslub Abqarat wa Jalinus. Alifuata katika ilmu yake ya tiba na kuandika vile vitabu kwa kuzingatia wale wakubwa pia waliokuwa na ilmu ya falsafa na tiba kama Abqarat na Jalinus. Inshallah twafunga hapa leo kwa maneno kama haya. Kuwasoma wana filosofu ni kushajiishwa mimi na wewe pia tusome falsafa. Kuwasoma hawa katika tarikh twapata faida, kuwa usitosheke kuwa wewe ni ustadhi. Angalia huyo Ibn Sina alikuwa ni adabi, alikuwa ajua ilmu al-Qur'an, yajua mambo mengi, lakini na ilmu ya tiba nayo ikawa amejishughulisha nayo. Sisi tukishika tu ni hifdhul Qur'an, ni hifdhi. Pata muda ukasome utabibu, hata kama ni wa maradhi mamoja, dawa ya tumbo tu, ujue ni asili yetu. Leo mtu hata meno yakimuuma hajui dawa ya meno, mpaka aende. Wakati wako wazee wanajua mti hunu unatibu maradhi haya. Unapokuwa utla, unapokuwa ustadhi, huna kazi siku ya Alhamisi na Ijumaa, panga ratiba. Hata Ustadh Muhammad tulimuona akiwafundisha kina Ustadh Arif na Ustadh Fadhil, kuna siku akiwaita kule Sharif Haddadi akiwafundisha ilmu tiba. Sema ustadhi hakushughulika kwa sababu isimshughulishe. Tumemuona Said Hassan al-Badawi alikuwa hodari katika matibabu, Habib Swaleh alikuwa hodari katika matibabu, lakini sisi tuangojea wafadhili watulipe 10,000, sijui kama ni 5,000, ambao ukijua ilmu tibi utanufaika
mara mbili. Utasaidika kwa kupata afya na utasaidika kwa kumsaidia mgonjwa. Ujue mti huu watibu maradhi haya na haya, na maradhi haya na haya yatibiwa hivi. Hata kama ni matayasara, ni vyema. Ndio faida ya kusoma tarikhi, ni kuweza kuathirika, ukasoma falsafa hata kama ni kidogo, ukasoma na ilmu tibbi hata kama ni kidogo. Walakin kama umesoma tu ukatafsiri haukuathirika, basi natija ya kusoma tarikhi itakuwa haijapatikana. Insha Allah mpaka hapa tutakoma. Allah atupatie hima na muamko, tusitosheke na ilmu chache, tuzidishe. Tusahau kulike, kushare na kusubscribe. Jazaa ya khairi kama hini iwaregelee mashekhe zetu na wazazi wetu na waliotangulia Darul Haqi. Allah awarehemu, aweke pema pamoja na wema, na sote Allah atuwafikie katika matlaba yetu na malengo yetu. Tupendane, tushikamane, tushirikiane. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.